Karibu tena kwenye mazungumzo ya Footprints, ambapo tunachunguza na kutumia kanuni za uongozi za kibibilia katika mahali pa kazi kama waumini ambao nyadhifa zao kazini na biashara zao ni kama nafasi ya huduma. Bosi uliyemheshimu sana alikulaumu kwa uongo. Sio tu kwamba ulipoteza kazi yako kwa sababu ya mashtaka haya ya uongo, lakini pia uliishia gerezani ukitumikia vifungo kwa uhalifu ambao haukufanya. Miaka kadhaa baadaye, sasa wewe ni bosi wa yule bosi wa zamani aliyekushtaki kwa uongo. Unapaswa kushughulikaje na bosi huyu wa zamani ambaye sasa yuko chini ya mamlaka yako? Kulipiza kisasi. Kulingana na naibu wa rais Joe, unapaswa kumshukuru bosi wa zamani badala ya kulipiza kisasi. Hebu tumkaribishe naibu wa rais Joe tena kwenye mazungumzo ya Footprints ili atuambie ni kwa nini. Natumai hadhira yako inaweza kutoka nje ya eneo lao la kawaida la mitazamo ya kibinadamu na kumsikiliza Mwenyezi aliye ndani yao. La sivyo, kile nitakachosema kinaweza kuonekana kuwa kisicho na maana kwao, na wanaweza wasichukue maarifa nitakayotoa. Vizuri sana. Sasa hebu tuondoke kutoka kwa kilichotokea kati yako na ndugu zako hadi kilichotokea kitakachowashtua watu wengi. Ulitumika kwa uaminifu katika nyumba ya Potifa, lakini mke wake alikushtaki kwa uongo na ukafungwa gerezani. Katika eneo la kazi la leo, hii itakuwa sawa na malalamiko ya kubuniwa ya mwajiri au ripoti ya unyanyasaji wa kingono ambayo ilikufanya uhukumiwe jela. Ulishughulikiaje dhuluma hiyo ya uongo? Ilikuwa mbaya sana. Nilijitolea kwa uwezo wangu wote, nilifanya kazi kwa uadilifu na kuheshimu mipaka. Hata hivyo, niliadhibiwa kwa kufanya jambo sahihi. Nikiwa gerezani, nilishindana na hasira na nia za kujitetea. Lakini nilitambua jambo muhimu: ikiwa ningeruhusu uchungu uniongoze, ningepoteza muda mrefu kabla sijapoteza cheo changu. Hatimaye ulipopanda madarakani kama makamu wa rais kwa Farao, ulikuwa na mamlaka ya kulipiza kisasi. Ungeweza kumwadhibu Potifa na mke wake kwa ajili ya mashtaka hayo ya uongo na wao kufungwa gerezani. Ni nini kilikuzuia? Kulipiza kisasi kunaweza kuhisi kama haki, lakini kwa kweli ni jeraha la pili. Wakati huu, kama jeraha la kujiumiza, nilielewa kuwa kupanda kwangu madarakani hakukuwa kwa malipo bali kwa kusudi. Ikiwa ningetumia ushawishi wangu kutatua shida za kibinafsi, ningekuwa kitu hasa ambacho kingeniumiza. Nafasi ya uongozi kamwe haufai kutumika kwa ajili ya kulipiza kisasi za kibinafsi. Viongozi wanaotumia mamlaka kulipiza kisasi wanakuwa kama watu wale waliowaumiza. Kama nilivyosema hapo awali, unapaswa kupanda juu ya msingi, utambulisho wa kibinadamu wa wanyama. Panda kwa kiwango cha juu cha maisha. Ningewaambia Bwana Nabii Potifa jambo lile nililowaambia ndugu zangu katika Mwanzo 50 mstari wa 20. Mlikusudia mabaya juu yangu, lakini Mungu alikusudia kuwa mema. Kwa hivyo, huo ndio msukumo uliokuzuia kuwalipa wakati ulikuwa na mamlaka. Utaelewa siri iliyo nyuma ya msukumo huu unapomsikiliza Mwenyezi aliye ndani yako. Aya hiyo inahusu kupanga upya, kuviona vitu kama anavyoviona Mola wako mlezi. Ni kuchagua kutafsiri shida kupitia lenzi ya fursa badala ya lenzi ya kulipiza kisasi. Afadhali ni washukuru ndugu zangu kwa nafasi walionipa ya kutengenezwa na kutayarishwa kwa uongozi nchini Misri. Walikuwa sehemu ya kuja kwangu Misri. Ninapaswa kuwashukuru Bwana Nabii Potifa kwa ajili ya gereza ambalo lilinifikirisha kuwa miongozo kadhaa ya maisha na ilionipa rekodi ya kutatua matatizo na pia kunileta kwa Farao. Ninapaswa kumshukuru mnyweshaji kwa kusahau kunihusu na ahadi zake hadi wakati wa Bwana mwenyewe ulipofaa zaidi. Siku moja, utamshukuru mtu ambaye alikuumiza vibaya, kama nilivyofanya. Vizuri sana. Hadhira, kile ambacho naibu wa rais Joe anatuambia ndicho hasa kile ambacho viongozi wa kuajiri huita uundaji upya wa utambuzi, uwezo wa kutafsiri upya matukio hasi kwa njia inayojenga. Kwa hivyo, unahitaji kuona uadui wa bosi wako au mwenzako mahali pa kazi kama fursa ya kuimarisha taaluma yako.
Tazama vitendo visivyo vya haki na vikali kama fursa kwa Bwana kukutengeneza kwa uongozi na kwako kukuza uthabiti na unyenyekevu. Tambua kwamba vikwazo hivyo vinaweza kukuelekeza kwenye majukumu ambayo yanalingana vyema na kusudi lako. Kama vile naibu wa rais Joe alisema, ikiwa unamsikiliza Mwenyezi aliye ndani yako, hakuna kitu kinachoweza kukutetemesha. Hebu tumpe shukurani zetu naibu wa rais Joe. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.